mamlaka, mamlaka, mamlaka ya ajabu damuni mwa Yesu. Kuna mamlaka, mamlaka, mamlaka ya ajabu damuni mwa mwana kondoo. Kuna mamlaka, mamlaka ya ajabu damuni mwa Yesu. Kujifunza neno la Mungu, na ujumbe wa neno la Mungu siku ya leo tutaongelea wakati wa Mungu usiozuilika. Tunaongelea wakati wa Mungu usiozuilika. Kwenye maisha ya mwanadamu kuna vitu vingi vinafanyika, lakini vinaweza kuzuilika. Lakini Mungu kwenye maisha hayo ya mwanadamu ambaye ni wewe na mimi, kwenye maisha yanayoweza kuzuilika, akiwako Mungu kwa wakati wake hazuilikagi. Akiamua kiwe chochote anachotaka kukifanya yeye kwa makusudi yake, lazima kiwe. Haijalishi uko na pesa ngapi, una nguvu kiasi gani, unamiliki nini, unaongea kwa speeding ya 4G ngapi, haijalishi vyovyote ulivyo au kilivyo. Mungu ikishafika wakati wa kutaka yeye kusema anachotaka kusema au kufanya anachotaka kufanya, hakiwagi na kizuizi. Uwe unapenda au hupendi, yeye akishaamua kufanya anavyofanya kwa makusudi yake, lazima iwe na haiwagi na kizuizi kwa namna yoyote. Umwage zege, usimwage zege, ujifiche chini ya bahari, ukawe angani, akitaka kufanya hazuilikagi. Huyu ni Mungu aliyeziumba mbingu, na kumtegemea na kumwamini kuwa yeye ndiye Alfa na Omega, ndiye mwanzo na mwisho, na hakuna mtu mwingine, kitu chochote chenye lugha au usemi ulio juu ya maisha yako. Yeye ndiye anayeweza yote, asiyeshindwa katika yote, anayemiliki yote, anayeishi maisha yote, mwenye kuwa na wewe saa zote, wakati wote, popote na vyovyote. Haleluya. Kwa hiyo huyu ni Mungu asiyezuilika. Na tukitaka kujifunza kuwa hazuiliki kwa namna gani, kwanza tujue kuwa yeye ni Mungu. Lakini Mungu anapotaka kukutengeneza, ana namna yake ya kusema kwa namna yake. Wiki iliyopita tumejifunza namna Mungu anaweza kuzungumza. Inaweza kuwa kwa ishara ya namna yoyote, lakini Mungu yeye hazuiliki, anaweza kuzungumza na wewe kwa namna yoyote. Na Waisraeli wakiwa wako Misri, kumbuka kuwa Musa, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo, cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 21, katika ile sura unamkuta Mungu anamrudisha Musa baada ya Musa kukimbia kutoka
Misri. Sasa Mungu anamrudisha ili Musa aende kuwaokoa wana wa Israeli kutoka Misri, kuwapeleka kwenye nchi ambayo amewaahidia. Na hapa unakuta Mungu asiyezuilika hazuiliki kwa nguvu ya kifalme, kwa nguvu ya pesa, kwa nguvu ya namna yoyote. Mungu hazuiliki akishataka kufanya yale anayoyafanya. Musa alikimbia kwa kumwogopa Farao baada ya kuwa amemuua Misri, akaogopa kuwa nitauliwa. Lakini ndani ya kukimbia, Mungu alikuwa na makusudi ya Musa akajifiche kule ili akamtengeneze kwa namna yake, ili baadaye arudi kuja akiwa kama shujaa wa kuweza kuwachukua watu wa Mungu na kuwapeleka wana wa Israeli kule kwenye ahadi aliko ahidi yeye kutaka kuwapeleka wana wa Israeli. Haleluya. Unamkuta Mungu anakuwa na mipango yake ya muda mfupi, ya muda wakati na muda mrefu. Na Mungu mipango yake inakuwa ni ya kiungu, na ndio maana wakati mwingine tunatokewa na vitu ambavyo tunaweza tukawa hatuvielewi. Unapitia kwenye maumivu makali sana, wakati mwingine unapitia kwenye raha sana, burudani sana, lakini katika haya yote, raha, furaha na maumivu na machungu yote, wakati mwingi Mungu anakuwa anasema na sisi, lakini anakuwa ana makusudi ya kufanya vitu fulani ndani ya maisha yetu. Haleluya. Mungu akitaka kurejesha na kutaka kuwatengeneza lile taifa lake likapate kuwa sehemu ambayo anataka yeye, Mungu alisema na Musa, unaporudi nataka uende kwa Farao. Mimi yule Farao najua hawezi kukubaliana na wewe, nitaufanya moyo wake kuwa mgumu. Haleluya. Ili nijitukuze. Mungu anataka kufanya kitu kwenye taifa, kwenye watu wake, kwenye ahadi yake. Kuna maumivu. Hapa wana wa Israeli walikuwa kwenye utumwa, wanatumikishwa, walikuwa kwenye mateso. Lakini Mungu aliruhusu mateso ili awatengeneze, lakini siku moja Mungu aje kujidhihirisha. Unajua wakati mwingine Mungu anaonekana, lakini underground watu wanakuwa hatuwezi kurealize kama hapa ni Mungu amefanya. Lakini kuna vipengele fulani vinatokea, anafanya Mungu mpaka kila mmoja au dunia inajua kama this is God's work. Hallelujah. Kuna vitu vingine Mungu akifanya haviwezi kukubalika kama Mungu amefanya, lakini kuna vitu Mungu akifanya unajua kabisa kama hapa Mungu amefanya. Kwa mfano, Mungu alipokuwa amemwagiza Musa kwenye process ya kuwachukua wana wa Israeli kwenda kuwapeleka kwenye nchi ya ahadi, kwanza wale ambao wanatakiwa kukombolewa, wao waliona, walipokuwa safarini, waliona kama wamechukuliwa ili wakaende kuuliwa njiani. Wakamlalamikia Musa, wakasema, Musa, kwa nini umetutoa kule utumwani na kutuleta ili tufie hapa? Ubora ungetuacha tukawa mateso yetu yale, lakini tulikuwa tunapata vyakula. Mungu alianza kuonyesha kuwa mimi ni Mungu. Wamepita katika mapito mengi, safari ilikuwa ni ya shortcut ya siku chache, lakini iligeuzwa kuwa iwe ya miaka 40. Ukiweza kusoma katika sura ya 4 ya kitabu cha Kutoka, unaweza kujifunza mengi katika sura ile. Sasa Mungu anafanya vitu kwa namna yake yeye mwenyewe, na ndio maana hazuiliki. Namuona Farao hakutaka kukubaliana na Musa kuwa Musa ameagizwa na Mungu kuwa awachukue wale watu ambao yeye alikuwa amewafanya watu wake. Yaani yeye ni mwanadamu, lakini amewafanya watu wa Mungu kuwa wa kwake. Kwa hiyo alikuwa na mamlaka ya kuweza kuwazuia kuwa wasifanye kama wanavyotaka. Lakini Mungu alipoufanya ule moyo wake kuwa mgumu, Farao aliingiwa na kiburi. Mungu akampiga kwa mapigo mengi.
Alipompiga kwa mapigo mengi Musa, Farao hakukoma. Bado alikuwa anaona haya ni ya kawaida tu. Hayo yanakupitia kwenye maisha wakati mwingine. Inawezekana pia tunapita katika kipindi kigumu cha sasa ambacho tunakiona, tukasema ni kwa sababu, tukaanza kutafsiri kibinadamu, lakini mimi ninaiona tafsiri ya Tanganyika tunapopitia sio mpango wa mwanadamu, ni mpango halisi wa Mungu kuitengeneza Tanganyika kama Tanganyika. Haleluya. Tunalalamika, tutasema mengi sana, lakini hapa ni mpango wa Mungu halisi. Kuna wakati Mungu anafanya vitu, anakufinya kwa namna yake ili upate kusikia maumivu, lakini kwenye kukufinya ukigeuka hivi kumbe kulikuwa na mshale unapita, lakini wewe unaumia, alafu yeye anafinya, akikuachia mshale ushapita, kwa hiyo hujafariki. Haleluya. Mungu ana namna yake ya peke yake sana kwenye kutaka kutengeneza au kuumba au kukusogeza sehemu fulani. Anatengeneza kwa namna ya peke yake sana, lakini hazuiriki. Utasema, kwa nini Mungu ameruhusu labda watu wauliwe au wafe? Sio tatizo la mwanadamu. Hapa ni Mungu yuko kazini. Haleluya. Na Mungu anapofanya kazi yake hanaga kizuizi. Anataka kufanya kitu fulani. Sasa ukitaka kujifunza zaidi na kuona Mungu anafanya, ukiangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 5, ile sura ya 5, ukitaka kuangalia unaweza kukuta Mungu akitaka kufanya ya kwake anafanya kwa wakati, lakini hazuiliki. Huku tunamuona alipokuwa anataka kulitengeneza taifa la wana wa Israel, aliwapitisha katika maisha mengine. Ukumbuke wale waliotoka Misri sio waliofika Kanaani, wote waliishia njiani, lakini taifa lile lilifika kwenye ahadi ya Mungu. Kwa hiyo walipukutika wengi kwenye safari ya kufika kule. Na sasa hapa unamkuta Mungu kwenye matengenezo. Wakati mwingine unaweza kuona kama Mungu anawezaje kuruhusu. Mungu anajua, anaona kuliko tunavyojua na tunavyoona. Haleluya. Na siaminigi kama kuna mapito ambayo unapita Mungu akaruhusu uteseke tu. No way. Siaminiki hiyo. Mungu amekuumba ili ukapate kuyaishi yale maisha yanayokustahili kama mwana wa Mungu. Lakini kwenye matengenezo pale kuna kuaga na namna za tofauti sana. Mwanadamu umeomba una mwili, lakini mwanadamu ukiugua unaona sijui unaugua, lakini hujafanya dhambi yoyote. Tukimwangalia Ayubu, maandiko yanasema Ayubu alikuwa ni mtimilifu. Na alipopitia kwenye mapito yake, mkewe Ayubu alisema, sasa si umtukane tu huyo Mungu ili ufe. Ayubu akasema, hapana mke wangu, usiongee kama mwanamke mpumbavu. Haitupasi sisi kuwa tu katika mazuri tu siku zote, tukawa watu wa good time siku zote. Huyu Mungu aliyetuumba ndiye mwenye kutupa yote. Kwa hiyo kuna wakati wa kuyapitia magumu na kuna wakati wa kupitia yaliyo softi, lakini yote bado ni ya Mungu. Wiki iliyopita nimesema sio kila kizuri kinatokana na Mungu, lakini sio kweli kuwa kila kitu kibaya kinatokana na shetani.
Kuna vitu vingine vibaya ambavyo sisi hatutaki kuvipokea, lakini vinatokana na Mungu. Mungu anaviruhusu ili apate kutupeleka sehemu fulani. Sisi tunaona vibaya, lakini yeye Mungu akiwa kwenye matengenezo au mageuzi, yeye anaona sawa, kwa sababu Mungu hakoseagi kwenye kufanya yaliyo ya kwake. We unaumia, yani hapa Mungu inakuwaje, anakuambia I'm working on it, so just wait for what I'm doing and I'll fix it. Hallelujah. Akiwa anafanya yeye anakuambia don't worry, I know it's pain but take it easy. Anakufinyanga, wakati mwingine unaweza kukuta yani kama wow, this world is just no, this way no. Hapa nimemwacha Mungu, sasa Mungu hebu, yani unaomba, yani utaomba namna zote, lakini Mungu anakuambia I'm still there and I'm working on you, I'm gonna sort you out. Wewe unalalamika sana, lakini Mungu anakuambia no, sijakuacha, mbona mimi niko hapa. Kwa hiyo kwenye matengenezo ya Mungu juu ya maisha yako mwanadamu, Mungu hafanyi tu kwa urahisi au kwa ulaini. Ukija kuangalia katika kitabu cha Yohana sura ya 5 kwenye matengenezo, hapa tunamkuta Yesu. Nitataka usome mstari huu, nitataka usome Yohana sura ya 5 mstari wa 2. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana bilika itwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakingoja maji yachemke. Kwa maana kuna wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile bilika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote uliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku. Nitarudia mstari wa 6. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia bilikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia, simama, jitwike godoro lako uende. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona Yesu anatuambia kulikuwa na hili bilika ambalo lilikuwa na maji, lakini malaika alikuwa akitibua yale maji. Mgonjwa akiingia mle ndani anapata kupokea uponyaji. Sasa tunapojifunza katika sura hii, unamkuta Mungu kwa makusudi yake. Mungu kwa makusudi yake. Kwa nini huyu mtu alikaa pale kwa muda mrefu, lakini alikuwa hana hata mtu wa kuweza kumtumbukiza kwenye lile bilika? Kujaje kutoka alikotoka mpaka akafika pale, halafu asipate mtu wa kumtumbukiza mle? Hallelujah. Unakuta makusudi ya Mungu yapo katika kila jambo. Lakini kama Mhubiri 3 pale anasema kila jambo lina wakati wake. Na tunajifunza kuona kuwa kama hapa huyu mtu alikuweko kwenye birika katika miaka mingi, lakini hakuna mtu aliyemkuwa anamtumbukiza mle, na kutakuwa makusudi ya Mungu ili yadhihirike. Kuna vitu vingine vinatokea sio kwa sababu upate kuumia, ila vinatokea ili Mungu atukuzwe katika yale yote. Hallelujah.
Yaani hakuna tu kitu kwenye maisha yako kinatokea, hapana. Yaani vingine vinatokea kwa sababu vinatokea, lakini vingine vinatokea ili Mungu atukuzwe katika lile. Haleluya. Tunaona wengine walikuwa wanaingia. Kwa hiyo huyu malaika alikuwa ni malaika wa uponyaji, lakini hakuweza kumponya yule mtu aliyekuwa nje ya bilika. Ilitakiwa lazima aingie kwenye bilika ili yaponywe. Lakini namkuta Yesu alipofika mahali pale, aliangalia, halafu akaangalia, akaona vile ilivyokuwa, akamwangalia yule bwana, halafu akamhurumia, kwa sababu Mungu wetu ni wa huruma sana. Akamhurumia, halafu akamwangalia, akamuuliza, wataka kuwa mzima? Wataka kuponywa? Wataka kuwa mzima? Jibu lake lilikuwa nini pale? Jibu lake lilikuwa ndio. Lakini yeye alisema, Bwana, sina mtu wa kunitumbukiza kwenye bilika. Tuko pamoja darasa? Yeye alisema, yaani pale wakati anaulizwa kama unataka kuwa mzima, ilikuwa ndio, Bwana, nataka kuwa mzima. Lakini hakuweza kuamini au kujua kuwa jibu lake lilikuwa ni ndio. Na mara nyingi tumekuwa tuki hata tunapokwenda, unajua, kwenye kumtafuta Mungu, tunamtafuta Mungu kwa njia ya maombi. Unajua, ulichokuwa umeomba binti yangu ushapokea, isipokuwa hujakiona. Lakini hata siku moja hujashukuru ukasema, Mungu asante kwa sababu umenipa kile ambacho nimeomba, kwa sababu hujakiona. Kweli sio kweli? Kweli sio kweli? Kweli. Sasa ulichoomba, nataka nikudhihirishie kuwa ulichoomba ushapokea, isipokuwa hujakiona, lakini tayari kishakuwa cha kwako. Utakapobadilisha maombi yako kumshukuru Mungu kabla hujakiona, utakiona ulichokuwa unakiomba. Haleluya. Tumekuwa ni watu wenye kulalamika, yani kutaka yale majibu tunayoyataka sisi, sio anayotaka Mungu. Na ndio maana tunaona tunachelewa kupokea kile ambacho tumekiomba. Nataka nikwambie, Roho Mtakatifu ananiambia kuna watu wameomba vitu, yani hawajaviona tu, lakini washapokea, isipokuwa kwa sababu umezidi kulalamikia kile ulichoomba. Yani umemfanya Mungu amekuwa kama kiziwi. Your God is not a deaf. Mungu wako anasikia, amesikia maombi yako. Na wewe unayelalamika kuhusu Tanzania yanayoendelea, hebu sema asante Mungu kwa sababu wewe unaona. Haleluya. Haitokei bila mpango wa Mungu. In few days wewe utaniambia, mchungaji, uliongea kitu. Mungu yupo kazini. Siku chache utakuja kusema, mchungaji, uliongea nini? Mungu akiwa kazini, wakati mwingine mwingi kwenye maisha yetu ni lazima tunaona kama maumivu. Unakalia au unakanyaga misumari ya moto, lakini unalazimika, unaambiwa hapa kwenye misumari ya moto unatakiwa uende. Haiwezekani mimi nikakanyaga hii misumari, lakini unaambiwa no, hapo unatakiwa just keep going. Kuna vitu vizuri sana Mungu anavitengeneza kwenye maisha yako. Anachotaka kwenye maisha yako, Mungu anachotaka, usiwe mtu mwenye kulalamika. Lakini ni nzuri sana kuwa mtu mwenye kujiuliza maswali wakati mwingine unapopitia kwenye mambo fulani. Ni nani kwetu sisi aliyekula akashiba alafu akalalamika, kwa nini Mungu umenipa chakula nimeshiba? Ni nani kati yetu? Lakini wa kwanza, mimi niliposikia njaa alafu sioni chakula, nilijiuliza, kwa nini Mungu umeninyima chakula? Haya maswali si tunayo kila siku.
Yaani ukikosa lazima ujiulize, lakini ukipata hujiulizi. Ni mimi tu au na wewe pia? Wachache sana tunaojiuliza tukiwa tumepata Sasa asili ya mwanadamu anataka awe amefanikiwa tu. Sasa kwenye kufanikiwa kuna matatizo yake. Hivi unajua ukiwa na pesa unaamini kama pesa ni everything. Unajua hilo? Lakini je, pesa ni kila kitu? Pesa ni kila kitu? Lakini nikimuuliza mtu mwenye pesa atakwambia kuja ibadani akapoteza masaa 4 amekaa hapa ibadani is a stupid. Akiwa na pesa saizi baada ya kuwa amekaa anakata 1, 2, 3 hivi amekunja mguu, alafu unamwambia twenzetu ibadani, wewe mjinga, nenda ibadani. What is ibada? Hallelujah. Pesa inakufanya umuone yule una 5,000. Yule mdogo wako asiyekuwa na 5,000. Mdogo wako, dadako, kakako si hana 5,000. Mzembe. Mimi nimepataje wewe hujapata? Nenda ukatafute huku. Sasa hujui kumbe kuwa Mungu anafanyaga kwa kila mtu kwa wakati wake. Kwa hiyo ile 5,000 imekufanya umekuwa na kajeuli fulani. It's money. You talking about money. When you talk about money, God is nothing. Lakini God it's everything. Hallelujah. Ukianza kuwa na vijipesa, ukianza kuwa na kuombea baraka zote na ukapate pesa nyingi, na uwe na pesa nyingi, na familia bora, watoto wazuri, mume mzuri, mke mzuri, lakini ninachokihitaji kwenye maisha yako, na hapo sio mimi, Mungu anayekwenda kukupa pesa, kukupa kazi, anakupa biashara. Mimi nakuoneni mnyie mamilionea na mabilionea humu ndani. Atakupeni makazi nzuri na mapesa mengi ya kutosha, lakini nikwambie hivi, ukizipata pesa, ukipata kazi, kwanza ukipata kazi, tuna matatizo fulani. Wewe ni Christian, Muslim? Kwenye makazi yetu si sometimes tunaulizwa maswali haya. Christian, Muslim? Christian. Wengine wanaangalia mazingira alafu Muslim, wakati kumbe yeye ni Christian. Halafu anaulizwa, do you go to church? Sometimes. Unakwenda kanisani? Wakati mwingine. Na ndio maana tunanyimwa zile mapumziko ya wakati wa siku za ibada. Hujajiachia wazi. Me, I go to church and on Sunday naomba ruhusa niende kanisani kwa sababu I'm Christian and I go to church. Sasa let me go to church on Sunday. Bosi wako lazima aelewe kama yes, huyu mtu anajitambua. Lakini sasa unataka, wengine tunaulizwaga kwenye makazi yetu, unataka siku yako ya mapumziko iwe ipi? Jumamosi, wakati ibadani unatakiwa uende Jumapili. Alafu baadaye unaanza kulalamika, kumbe Jumamosi ile ndio Jumamosi wewe unataka kutoka out uende ukaluke huko. Tukaluke kwanja. Unataka ukaluke kwanja, alafu Jumapili, si Mungu nisaidie, mimi ibadani, yani jamani, yani hebu niombeeni kwa Mungu. Tumekuombea kwa Mungu akupe kazi. Umepewa kazi, umeshindwa kutetea imani yako, umetetea siku ya kwenda kuluka kwanja. Ukiweka wazi, Mungu lazima aseme na bosi wako kukupa ruhusa ya siku ya ibada uende kumwabudu Mungu wako. Hiyo ni lazima Mungu ashughulike nayo. Lakini ukificha, it's a problem. Na sasa nisikilizeni watu wa Mungu. Mungu hazuiliki kwenye kufanya mambo. Wanasema hii naongeaga kila siku, nataka uifahamu kuwa wanasema
wanasema maneno mengi, wamesema sana, yaani wamesema kabla hujazaliwa. Kwani mama yako hajawahi kukwambia kama mimi nilipokuwa mjamzito, yani mimba yako, yani watu walisema, wewe hujawahi kuambiwa mwenzangu wewe? Mimi nishaambiwa, mama asema walisema, lakini kaambia mimi ndo naye huyu hapa. Alafu akazaliwa Shadraki. Haleluya. Sasa wameanza kusema kabla hujazaliwa wewe. Sasa hivi ukianza kuwasikiliza wanachosema, hii ni nyongeza tu, it's just an extra thing. Usisikilize wanasema nini. Sio kama usipokee ushauri, usiniquote vibaya. Pokea ushauri, lakini kwenye ushauri unaotaka kupokea, Mungu anasema nini juu ya maisha yako? Mungu anasema nini juu ya familia yako? Okay, mchungaji amesema, lakini maandiko yanasema nini juu ya mchungaji? Kwa sababu wachungaji, jamani, tuko wengi, si mnajuaga? Tuko wengi, na theolojia ipo na mapana yake na marefu yake. Sasa unaweza kujifunza mengi sana, lakini Mungu bado anabaki kuwa yeye ni Mungu. Akiamua kufanya hazuiliki kwa chochote. Kwa hiyo priority yako, kipaumbele chako kwenye maisha yako sio kitu, sio watu, lakini ni Mungu anasema nini, sio wanasema nini. Wanaweza kusema kwa sababu wana pesa. Wanaweza kusema kwa sababu wana kazi. Wanaweza kusema kwa sababu wana magari. Wanaweza kusema kwa sababu wana majumba. Utakwenda kuwa na nyumba kubwa, halafu wale wanaosema huyu naye sijui ana mbunda Kigogo Kiswahili hivi, hii ipo kwenye Kiswahili kwa sababu sijaikuta sehemu nyingine. Mbunda, ulizikuta mbunda eh? Unaona sasa mpaka Wagogo wenyewe wewe ulizikuta. Oho. Okay, hii ni Kigogo sana. Mbunda ni nyumba ambayo mabua mmeyakuta yale ya Ubwele, yale ya Mtama. Mmeyakuta yale. Sasa zilikuwa zinachukuliwa yale, kinafunikwa tu, yani ni kama kibuti. Mbunda ni kama kibuti fulani hivi, lakini cha majani, na mtu anaishi mle. Sasa mtu mwingine anaweza kuja kukuta kwenye kijumba cha makuti cha majani, alafu mvua ikinyesha, wakati mwingine unatafuta wapi pa kujibanza, alafu ukaanza kumcheka yule mwenye mbunda. It's a big mistake. Ni kosa kubwa sana kumcheka mtu ambaye unamuona ana 200, wewe una 10,000, alafu ukamcheka. Ni kosa kubwa sana, kwa sababu hujui kesho yake ni iko vipi. Lakini Mungu ndiye anayejua huyu mwenye mbunda kesho yuko zaidi na wewe unayemcheka. Unafikiria una 10,000 au una jumba lako zuri sana, alafu unafikiria jumba zuri. Ndugu yangu mmoja akawa na nyumba nzuri sana, lakini kwenye ile nyumba nzuri sana, kumbe alikopa mkopo benki, alafu akajenga ile nyumba. Sasa akachukua mbwa wake na paka wake akawa nao mle ndani. Sasa unajua Mungu hazuilikagi kwenye kutaka kukubariki, si mnajuaga hilo? Yani yeye akitaka kukupa anakupa, hata kama wakisema asipewe. Mungu hashauliwagi na mtu. Mungu ana decide mwenyewe, anafanya. Yule bwana jirani yake ndio huyu mwenye mbunda, lakini ana paka wake na mbwa wake naye, kichumba kimoja. Lakini huyu bwana ana jumba kubwa. Sasa mvua zikinyesha, mbwa na paka wanakimbilia ndani. Yeye mbwa na paka wake wana chumba chao kingine. Akatoka akamuuliza, hivi wewe, hayo nayo ni maisha gani unayoishi? Sasa wa paka, yani si bora ungenipa tu? Akamwangalia akamwambia, sikiliza, unaye paka na mimi naye paka, una mbwa na mimi naye. Si unalala wewe? Unalala saa ngapi? Okay, nalala usiku. Unaamka? Naamka asubuhi.
Na mimi mbona nalala usiku alafu naamka asubuhi? Kwa hiyo sote tunalala na sote Sasa ukumbuke yule mwenye kimbunda ni cha kwake, lakini huyu mwenye mbwa na nyumba kubwa kakopa mkopo benki na hajamaliza kulipa. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu, miezi imezidi, jamaa wanadai pesa zao. Wamekuja kuchukua ile nyumba, wameipiga bei. Mwenye mbunda kabaki na mbunda yake na paka wake na mbwa wake. Huyu mwenye nyumba kubwa kabaki na nini? Umejifunza nini hapa? Kwa hiyo usije ukajiona uko na namna fulani hivi. Yaani usije ukajiona wewe uko na namna fulani hivi. Na namna fulani hivi. Yaani mimi. Don't be mimi. Unapojiangalia hakikisha unamwangalia Mungu anasema nini juu ya maisha ya mwanadamu, kwa sababu huijui kesho yangu, usije ukanidharau. Lakini siku moja usije ukawa mtu mwenye kujipendelea mwenyewe, muangalie Mungu anasema nini. Huyu bwana Yesu akamwangalia akamwambia, unataka kupona? Akasema sina mtu wa kunitumbukiza humo. Yesu akamwambia, chukua godoro lako nenda zako. Amepata miguu upya. Na kama namwangaliaga akaona, sasa akaangalia na wale wenye miguu ya zamani, akaona nyinyi miguu yenu ya zamani kwanza isha expire, lakini miguu yangu mipya namuona kama alilukaluka kuliko unavyoweza kufikiri. Kushangilia kama nimepata miguu natembea, na godoro lake aliona kama hii wow, nina miguu natembea. Akaona godoro langu, ngoja nende zako. Hapo akamwangalia Yesu akamwambia, yaani wewe jamaa wewe, yaani wewe mimi sikuachi yani. Yaani sijui unanielewa naongea nini? Aliona kuna vitu vya ajabu na vya pekee yake. Sasa kuna kitu ambacho lazima kilitokea, kuwa wale watu waliokuwa wakimwangalia hivyo, unafikiri kulikuwa hakuna watu wa kuweza kumtumbukiza kwenye ile birika? Si walikuwepo? Kwa nini hawakumsaidia? Ilikuwa wakati wake bado. Haleluya. Mungu anafanya kitu kwa wakati wake na kwa makusudi yake. Haleluya. Ukija kutembelea katika kitabu cha Luka 8 mstari wa 43, pale utasoma kwa wakati wako. Ukipitia kwenye kitabu kile Luka 8 mstari wa 43, wewe soma ile sura, utamkuta yule mwanamke alitokwa na damu kwa miaka mingi. Na sasa huyu mwanamke hakuweza kupata msaada wa namna yote, akauza kila kitu. Akaishiwa na inawezekana akakata tamaa. Lakini huyu mwanamke ilipofikia wakati wa Mungu usiozuilika kwenye maisha yake, alikuja kuona maisha mapya. Akafikiri na kusema, hapana, yani mimi nalitaka yani hapa yani kivyo vyote ilivyo amna. Yani huyu sinasikia anaponya, sinasikia kawaponya wengine, mimi nataka hata japo pindo lake tu. Akanyata akaona jamani, hebu pisha huko. Unajifunza kitu hapa? Akawapekenywa, watu walikuwa ni wengi mno, lakini akajipenyeza akafika akaligusa pindo tu. Mala maandiko yanasema akawa mzima. Mungu asiyezuilika kutoka kwenye ile nguo yake amemponya huyu mwanamke. Kwani walikuwa wamemgusa watu wangapi? Wengi walikuwa wamemzunguka na wamemgusa. Mwanamke alichukua imani ya kujua huyu ni Mungu, na kwa sababu amewaponya wengine, na amini nitakwenda kuwa mzima. Mwanamke alipokea uzima. Haleluya. Alipokea uponyaji. Hii ni kwa sababu Mungu hazuiliki. Wewe unafikiri baada ya huyu
mwanamke, maumivu ya miaka mingi. Unajua ni shida kutengwa, kwa sababu ni mchafu, anaonekana yani huyu hafai kwenye jamii. Hakuna mtu aliyeumbwa na Mungu asiyefaa kwenye jamii. Haleluya. Hakuna kipindi unachokipitia kiwe hakiko kwenye mfumo wa Mungu, hata kama waseme vipi. Yani vipindi vyote unavyovipitia ni lazima vipo kwenye mfumo wa kimungu. Kwa wasioamini, wanaoamini pesa, mara nyingi tunapishana nao. Lakini kwambie kitu, Mungu yupo kwenye kila kitu, na hii siri inawajua tu wale wanaomwamini Mungu peke yake. Wengine yanapotokea mambo tunasema tunalipa kisasi, lakini maandiko yanasema kisasi ni juu ya Mungu na mtu hajausoma huo mstari. Kisasi ni juu ya Mungu na watu wake. Haleluya. Kwa hiyo mlipaji wa kisasi ni anakushauri nini kwenye hili andiko? Kuwa usilipe kisasi, si ndio? Sasa yani wewe, mimi nimekutoa jicho, mama nimekutoa jicho hivi hivi, alafu wewe usinitoe jicho. Aisee, utataka kunitoa jicho? Yani lazima nikutoe jicho. Yani wewe umenitoa jicho hivi hivi, alafu haya yani mimi nitakutoa jicho. Lakini Mungu anakuambia hapana, sio jicho kwa jicho. Mtu akikuchoboa jicho, mpatie na lingine tena, rafiki yangu. Aisee, nikitaka kusikia kama unataka kunitoa jicho, mimi nitatoka bunduki. Haleluya. Lakini kweli kisasi ni juu ya Mungu, kwa sababu Mungu ndiye anayejua kwa nini kakufikisha hapo. Mungu anajua kwa nini kakufikisha hapo. Yani maisha ya mwanadamu yapo kwenye mkono wa Mungu. Maisha yako yapo kwenye mkono wa Mungu. Na kama yapo kwenye mkono wa Mungu, Mungu amesema wewe ni mboni ya jicho lake. Na kama wewe ni mboni ya jicho lake, manake una ulinzi wa peke yake sana. Kwa hiyo katika kila unalolipitia ni lazima limepimwa na Mungu. Ni lazima limepimwa na Mungu. Yani usione kama kuna sehemu unapita basi ni kwa sababu tu umeingia kwa bahati mbaya, sijui kwa sababu shetani, sijui namna gani vipi. Mimi nasemaga hivi, hakuna shetani kwenye maisha yako, mtu wa Mungu, isipokuwa kuna mapito ya matengenezo kwenye maisha yako. Na pale kwenye matengenezo ndipo sasa tunafikaga kukata tamaa na kuacha njia zetu za kumtegemea Mungu. Tunaiflip akili, kuanza kuingiza hofu. Na kitu cha kwanza kwenye maisha yako unapoingia kwenye circumstance ya namna yoyote, kinachotokea cha kwanza unaingiwa hofu. Yani unaanza kuogopa, kama yani hapa ninapokwenda ni kama juzi. Niseme tu ukweli, ni kama juzi ilipotokea ile chaos yote iliyotokea Tanganyika, mimi niliogopa sana. Lakini baadaye nikaja kusema hivi, kwani tumefanya nini kwenye taifa la Tanzania, hasa ikija kuwa Tanganyika? Tumemtenda dhambi Mungu kiasi gani mpaka afanye hivi? Nikakuta hakuna kisichokuwa mpango wa Mungu. Ndicho ninachokiona, hakuna kisichokuwa mpango wa Mungu. Lakini mimi nataka niseme hivi, nirudie kusema, baada ya hii Tanganyika itakuwa kuzuri sana. Mungu yupo kazini, anatengeneza kwa namna yake. Kuna mtu ashawahi kuisikia Tanganyika? Si unasikiaga Tanzania tu. Sasa nyinyi mnafikiri Tanganyika ingezaliwa vipi? Inatengenezwa Tanganyika
Kwa hiyo Mungu yupo kazini na anafanya kama anavyojua yeye. Sisi tunaumia sana, lakini yeye yupo kazini, anafanya kitu. Nisikilizeni, ukitaka kuona kuwa Mungu, kwa hiyo hapa nataka tusome mstari wa sura ya 11 ya kitabu cha Yohana, mstari wa kwanza. Hii nataka tusome. Basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu na Martha dada yake. Ndiye Mariamu yule aliyempaka Bwana marhamu, akamfuta miguu kwa nywele zake, ambaye Lazaro nduguye alikuwa hawezi. Basi wale maumbu wakatuma ujumbe kwake wakisema, Bwana, yeye umpendaye hawezi. Naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe kwa huo. Naye Yesu alimpenda Martha na umbu lake na Lazaro. Basi aliposikia ya kwamba hawezi, alikaa bado siku 2 pale pale alipokuwapo. Kisha baada ya hayo akawaambia wanafunzi wake, twendeni Uyahudi tena. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitutafuta kukupiga kwa mawe. Rudia mstari vizuri. Mstari wa 8 nitasoma. Wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakikutafuta. Amen. Wakikutafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena? Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana hajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu, bali akienda usiku hujikwaa, kwa sababu nuru haimo ndani yake. Aliyasema hayo, kisha baada ya hayo akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala, lakini ninakwenda nipate kumwamsha. Basi wale wanafunzi wakamwambia, Bwana, ikiwa amelala atapona. Lakini Yesu alikuwa amenena habari ya mauti yake, nao walidhania ya kuwa ananena habari ya kulala usingizi. Basi hapo Yesu akawaambia wazi, Lazaro amekufa, nami nalifurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenzie, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kabulini yapata siku 4. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja kwa Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangali kufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiye Kristo, mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake, akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia aliondoka upesi akamwendea. Na Yesu alikuwa hajafika ndani ya kijiji,
lakini alikuwa akalipo pale pale alipomlaki Martha. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata, huku wakidhania ya kuwa anakwenda kaburini ili alie huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake, akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Basi Wayahudi wakasema, angalieni jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? Basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria nalisema haya, ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Akatoka nje yule aliyekufa amefungwa sanda miguuni na mikononi. Haleluya. Ujumbe huu Mungu amenipa makusudi. Tukisoma katika mstari wa 4, anasema, naye Yesu aliposikia alisema, ugonjwa huu si wa mauti, bali ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, ili mwana wa Mungu atukuzwe huko. Haleluya. Sio kila kinachotokea ni lazima kiwe kwa kukuathiri. Sio kila kinachotokea kinakuwa kwa ajili ya kukuathiri au kukuadhibu. Hapa Yesu anasema yeye ndiye ufufuo. Haleluya. Lakini hapa kwenye huu mstari ukisoma wa 4 na wa 5, Yesu alipelekewa taarifa huyu Lazaro, hivi ni Lazaro okay, Lazaro. Asante. Nitakwenda kurekebisha kwenye maandiko yangu. Lazaro alikuwa ameugua. Yesu akapewa taarifa kabla ya Lazaro kufariki. Sasa Yesu hakuingiza uwasiwasi, kwa sababu yeye aliona ugonjwa ule sio wa kumuua Lazaro, lakini Lazaro alikufa kweli. Unajifunza kitu hapo? Lakini Yesu anawaambia kuwa sio kila ugonjwa kuwa ni wa mauti. Kwa hiyo hapa mimi naona Lazaro aliugua ili mpango wa Mungu utimie kupitia yeye. Sijui kama yuko mtu ananielewa darasani. Lazaro aliugua kwa mpango wa Mungu kutimia. Na Yesu alipokuwa amemaliza shughuli zake, sasa akasema twende zetuni. Hana hata wasiwasi, kwa sababu anajua kinachoendelea na anajua kinachofanyika. Taifa letu, hivi nyinyi mnafikiri Mungu hatuoni? Nyinyi mnafikiri Mungu hatuoni? Nyinyi mnafikiri haya karuhusu shetani? Mimi sisemi karuhusu shetani.
Mimi nasema karuhusu Mungu, na Mungu aliliona hili. Watanzania tumemwomba Mungu na Mungu kashasikiaga. Kuna kitu Watanzania wanadai. Mungu anafanya majibu, anakutafutieni majibu kwenye maombi yenu. Majibu ya Mungu wakati mwingine yanatokea katika ugumu wa namna huwezi kuelezea. Haleluya. Majibu ya Mungu wakati mwingine yanatokea kwenye, yani kwa namna iliyo ngumu. Hivyo nafikiri kwa nini watu wanakataga tamaa, mara wanakimbilia mafuta ya upako, wanakimbilia chumvi ya upako. Nafikiri kwa nini? Wanachoka na maamuzi ya Mungu juu ya maisha yao. Kwa hiyo wanataka vitu ambavyo wanaviona physical, wanaviona kwa sababu mimi nakuona we mama hapa, basi naamini ukinipa bracelet chako hichi hapa, ukiniambia hichi kitakulinda, basi nakichukua kile kwa sababu nakiona. Mungu tunamuona katika ulimwengu wa roho kwa sababu yeye ni roho, na utendaji wake yeye anatenda katika roho. Na akifanya katika roho, wakati mwingine sisi tunakuwa tukiona sasa yale matokeo ya kutendaji wa Mungu anafanya, tunapata katika maumivu yaliyo ya peke yake sana. Lakini Mungu anakuwa yupo kazini kufanya yale yaliyo makusudi yake. Inawezekana kwa sababu umeomba, inawezekana kwa sababu unahitaji, inawezekana kwa sababu anataka uwe. Haleluya. Haitokei tu. Kwa hiyo ninachotaka kuambia wana wa Mungu kuwa unapoyapitia magumu, mwambie Mungu asante kwa sababu hili unaliona, najua unao mlango wa mimi kutokea. Haleluya. Kwa sababu hawezi kukuacha kwenye lile. Yeye ni Mungu asiyezuilika. Haleluya. Hazuiliki na kifo. Yaani hazuiliki na kifo. Yeye yule mimi namuitaga mwanajeshi. Wakafanya ulinzi mkubwa, wakamweka kwenye pango kubwa, halafu wakaweka jiwe kubwa, na wakaulizana walinzi wote, walinzi wakubwa wazuri ambao ni majemedali wa kijeshi, lindeni kaburi hili hapa. Yule mwanaume alipotaka kutoka, lile jiwe lenyewe liliondoka, halafu wakapigwa usingizi, halafu baadaye akatoka, akashinda mauti. Sio wakufeli, sio wakuzuiliwa na jiwe. Hazuiliwi na chochote, isipokuwa akitaka kufanya anafanya kama anavyotaka yeye, kwa sababu amekusudia kufanya kama anavyotaka yeye. Ulalamike anafanya, usilalamike anafanya, ucheke anafanya, usicheke anafanya. Yeye anaitwa Mungu, muumba wa vyote. Haleluya. Kwa hiyo unapoyapitia wakati fulani mambo fulani, ndugu yangu moja akaja akasema, kaka mimi nishakwisha. Nikamuuliza vipi? Alikuwa amefiwa na mume wake. Nikamuuliza vipi? Mume wangu ndo alikuwa kila kitu. Nikamwangalia, nikamhurumia sana mdogo wangu. Nikamwambia hapana, usiseme hivyo na wala usifanye hivyo. Ukiona Mungu amefanya hivyo, ujue ana makusudi yake kwenye maisha yako. Sasa usimlalamikie Mungu kwa sababu Mungu alikupa huyo mume kwanza hujazaliwa naye. Wengine sisi tunawazaliwa kuna makulwa na madoto umwe. Mdogo wako yuko wapi? Wewe mbona bado unaishi? Unaelewa Kwa hiyo shemasi wangu yeye ni kulwa, lakini kuna doto wake hayupo, amezaliwa siku moja zimepishana dakika sekunde kadhaa, wamezaliwa, lakini Mungu kachukua mwingine tunaye mpaka leo. Sasa kuna makusudi ya Mungu katika kila jambo kwenye maisha yako. Yaani usije ukasema, yani usije ukaingiza vitu fulani, natamani lakini kuna mtu ananielewa naongea nini? Kuna mtu yuko na mimi kweli? Amina. Mungu, yani kwenye maisha yako, hasa wewe uliyeijua haki ya Mungu, yani umemjua Mungu na haki zake. Mungu hakufanyii kitu bila sababu.
kwa sababu Mungu ana malengo na wewe, ana kazi zake za kufanya kupitia wewe. Hakuadhibu, anataka upite hapo ili akafanye kitu fulani kupitia wewe sehemu fulani kwa wakati fulani. Sijui kama mtu mmoja ananielewa. Kwa hiyo ninahitaji kukutia moyo kuwa unayoyapitia yuko Mungu. Unayoyaendea huyajui, lakini unayoyapitia sasa hivi hayo ni kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Mungu anajua kuwa unayoyapitia ni magumu, lakini anakutengeneza ili unapokwenda usipate tena kulalamika kuwa kwa sababu unapokwenda hupajui wewe, lakini anapajua yeye. Wanakwambia, sasa hivi wewe bwana, wewe umefeli, sijui kazi yako, sijui wewe ndio umekwisha, kwa sababu ukitegemea kazi sana ambayo ni ya watu, ni kazi ya watu. Kama ulivyoiomba ndivyo utakavyoiacha. Sasa sio kwa sababu umeacha kazi au umeachishwa kazi. Sitaki kuitumia lugha ya kufukuzwa kazi, anafukuzwa mzembe, lakini mimi sina mzembe mmoja hapa. Mungu amenipa watu wenye akili zao, wenye uwezo mkubwa wa kufanya kazi na kufikiri pia. Kwa hiyo hakuna mtu anafukuzwa kazi hapa, sisi tunaachishwa kazi. Ukiachishwa kazi ujue time for that job it's over, lakini kuna kazi yako nyingine inakusubiri sehemu fulani. Hallelujah. Kwa hiyo Mungu anapofanya kitu kwenye maisha yako, ujue kuwa Mungu amekusudia kukutoa pale akupeleke sehemu nyingine kwa makusudi yake maalumu. Hallelujah. Tusimame watu wa Mungu.